Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Leo tunazungumzia ugonjwa wa macho kuwasha sana. Ugonjwa huu unasababishwa na nini? Au tatizo hili linasababishwa na nini? Au dalili hii huashiria kitu gani? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Tatizo la macho kuwasha ni tatizo ambalo huwapata watu wengi sana na kuleta kero kubwa. Moja ya kero ambazo unaweza kuzipata endapo una hali hii ni hali ya kupikicha sana macho kila dakika. Lakini wengine wanapata hali ya macho kutoa machozi yenyewe, macho kuwa mekundu, macho kutoa tongotongo na kadhalika. Sasa kabla ya kuendelea na video hii kutazama chanzo cha tatizo hili la macho kuwasha, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Tuzungumze au tuangalie chanzo cha tatizo la macho kuwasha. Ziko sababu mbalimbali ambazo kwa kiasi kikubwa huchangia mtu kuwashwa na macho, na miongoni mwa zile sababu kubwa ndizo ambazo nimezitaja kwenye video hii. Sababu ya kwanza ambayo ni kubwa, kuwa na tatizo la allergy au mzio dhidi ya vitu mbalimbali. Baadhi ya watu wanakuwa na allergic reaction dhidi ya vitu kama maji ya kisima, maji ya mvua, sabuni, mafuta, moshi na kadhalika. Vitu hivi vinapoingia kwenye macho huweza kusababisha au kuleta hali hii ya macho kuwasha sana. Kwa tatizo hili la allergy au allergic reaction au mzio kwa baadhi ya watu, kwa baadhi ya vitu, ni miongoni mwa tatizo ambalo kwa kiasi kikubwa huchangia hali hii. Lakini pia sababu nyingine ni tatizo la macho kuwa makavu. Tatizo hili kwa kitaalamu zaidi hujulikana kama dry eye syndrome. Tatizo hili hupelekea macho kukosa ulainishi wa kutosha, hivyo hali ya kuwasha kwenye macho kutokea. Kwa hii ni miongoni mwa sababu kubwa kwa watu kupata dalili hii ya macho kuwasha sana. Lakini pia dalili hii inaweza kuwa ni dalili ya tatizo au magonjwa mbalimbali yanayohusisha macho. Wengine wanapata infection za bakteria, wengine wanapata infection za vimelea kama fungus na kadhalika. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni dalili ya mashambulizi au baadhi ya magonjwa ambayo huathiri macho. Sababu nyingine ni macho kuingiwa na vitu kama dawa, perfume, moshi au kitu chochote ambacho kina baadhi ya kemikali huweza kuleta hali ya irritation kwenye macho yako. Lakini sababu nyingine ni baadhi ya watu huwashwa sana na macho baada ya kuingiwa na vitu kama vile vitunguu, hali ambayo inaweza kukaa tu kwa muda mfupi na kuondoka yenyewe. Lakini sababu nyingine kubwa ni jicho kuingiwa na vitu kama vile mchanga, pilipili na kadhalika. Lakini wako baadhi ya watu pia wanakutana na hali hii kwa sababu ya michubuko, hali ya macho kuwa na michubuko, kuwa na vidonda, au kuwa na sababu zingine zozote ambazo zinaleta mpasuko kwenye ngozi ndani ya macho kuweza kupelekea hali hii ya macho kuwasha sana. Ziko dalili mbalimbali ambazo unaweza kuziona kama una tatizo hili. Mojawapo ya dalili ambazo huweza kutokea kwa watu ni pamoja na hizi ambazo nitazitaja. Unaweza kuhisi hali ya kuchomwa ndani ya jicho, lakini macho yanaweza kubadilika rangi na kuwa mekundu zaidi. Wengine macho kutoa matongotongo yenyewe, macho kuanza kutoa machozi yenyewe, na ile hali ya kuwasha sana kwenye macho ikitokea. Lakini yako madhara mbalimbali ambayo huweza kuambatana na hali hii, ikiwemo kama nilivyotaja, macho kubadilika rangi zaidi na kuwa mekundu. Lakini kwa baadhi ya watu wanaweza kukutana na madhara ya kuathiri uwezo wao wa macho kuona. Lakini wengine wanaweza kukutana na dalili au hali ya macho kuvimba, macho kutoa matongotongo yenyewe, macho kutoa machozi yenyewe. Lakini pia kero ya kupikicha macho mara kwa mara kila dakika. Hizi ni kero mbalimbali au ni madhara mbalimbali ambayo huweza kuambatana na dalili hii. Sasa je, tatizo hili matibabu yake ni nini? Tiba kubwa ya tatizo hili hutegemea chanzo husika. Kwa hiyo matibabu ya kwanza hutegemea na sababu husika ya tatizo hili, lakini kwa ujumla ziko dawa mbalimbali ambazo huweza kutumika na kutibu tatizo hili likaisha kabisa. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi
elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.